So guys, ni majonzi makubwa niseme tu ya kile kitu ambacho kinaendelea kwa sasa nchini Qatar, after kwamba nimeweza kupata habari na ujumbe ambapo tumearifiwa hapa ya kwamba takriban mabomu 6 yameweza kusikika kuamkia alfajiri ya leo, ambapo niseme tu ya kwamba kuna vitu ambavyo vinatekelezwa ambavyo tuliweza kuvisikia ule wakati wa mazishi wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran pale, ambapo aliweza kustiriwa hapo jana, na wengi wa wale wananchi ambao walikuwa wamehudhuria mazishi yale walikuwa wakiimba nyimbo na kushangilia na kusema kwamba watafanya juhudi zote juu chini ili mradi waweze kumuua yule ambaye ni rais wa Marekani Donald Trump, na wengine vile vile pia wakasema kwamba kivovote vile lazima walipize kisasi. Na punde tu alipoweza kuzikwa Ayatollah huyu Khamenei, yule ambaye amechukuliwa kama kiongozi wa nchi ya Iran pale, ambapo ni mtoto wake, pia vile vile aliweza kutoa kauli ambayo iliweza kuchapishwa kwa vyombo vyote vya habari, ambapo alisema kwamba wako tayari kulipiza kisasi kwa sababu ya kiongozi wao ambaye aliuliwa. Kikweli kabisa sijui what's going to happen, kwa sababu anasema kwamba ukitaka kuchokoza mbwa basi chokoza mtoto wake, na ndio the kitu ambacho tunakiona kwa sasa pale ambapo Muiran anaanza kuchokoza watoto wa mbwa, ambapo mbwa hapa atakuwa Donald Trump, samahani, na watoto wake watakuwa hizi nchi za Kiarabu ambao walikuwa wamemtegemea sana Donald Trump kwa sababu ya ulinzi. Niregelelee tu vitu kadha wa kadha ambavyo viliweza kutokea hapo awali, ama tujikumbushe kitu gani ambacho kimemfanya mpaka Muiran kwa sasa ameamua kumchapa ama ameamua kumpiga huyu jamaa kutoka Qatar kwa sasa, ambapo nchi kama ya Qatar iliweza kujitoa kabisa hadharani kwenye vyombo vya habari na kusema kwamba hao hawapo pamoja na Mwamerika, na hao kamwe kabisa hawatoruhusu Mwamerika kutumia ile ardhi yao ama anga yao kumpiga Muiran ama kupiga vita nchi yoyote ile. So Qatar ilikuwa imejiweka kwenye sehemu ambayo inajuazi kabisa kwenye hivi vita haitotokea siku yote tena hao kupigwa kwa njia moja ama ingine ile, kwa sababu chanzo kikubwa cha nchi ya Qatar kutandikwa ni pale ambapo walikuwa wameruhusu anga zao pamoja na wanajeshi wa Amerika ambao wako pale nchini Qatar waweze kushambulia nchi ya Iran. Lakini punde tu walipokubali na kusema kwamba kamwe kabisa hatutoruhusu vyombo vyote vya vita ambavyo viko ndani ya Qatar vipigane vita nchi yote ya nje. So kitu ambacho tunataka kujiuliza hapa ni kwa nini nchi ya Iran imeanza kushambulia nchi ya Qatar kwa sasa tunavyoendelea kuongea? Jibu ni rahisi, ama the answer is very easy hapa, kwa sababu kuna vigezo ambavyo nchi ya Iran ilikuwa imewekea ndugu zao wa Warabuni pale, ikiwemo nchi ya Saudi Arabia, nchi ya UAE na nchi ya Qatar, nchi zote pale na Kuwait pamoja, ambapo waliambia kwamba hawataki nchi zote hizi za Warabuni ambazo zimezunguka pale ziweze kuwa na umiliki wa kambi za kijeshi za Kiamerika nchini mwao. It's very easy, sijui kama unaelewa. Muiran alikataa nchi yoyote ya Kiarabu ambayo iko pale, yani Gulf State, nchi yoyote ambayo iko kwenye Gulf State pale, nchi yoyote Muiran ilimwambia ya kwamba ukitaka usalama na ukitaka undugu wetu urudi kwa pamoja na ukitaka ule umoja wetu uwe wa kawaida, basi kamwe kabisa usiruhusu kambi ya kijeshi ya Mwamerika iweze kuendelea kukaa kwenye nchi yako. Lakini tunaona nchi kama ya Qatar kwa sasa walikubali hilo na wakasema kwamba, lakini kukubali kwao walisema kwamba kambi ya kijeshi ya nchi ya Amerika itaendelea kuweko Qatar, lakini kamwe kabisa haitopigana vita na nchi yoyote ya Kiarabu ama nchi yoyote hapa. Na wakasema kwamba sisi kuweka kambi ya kijeshi ya Amerika ndani ya Qatar ni kwa sababu ya ulinzi wetu, tunataka tutengeneze ulinzi wetu. Na nchi kama ya Saudi Arabia pia vile vile, nchi ya UAE pia vile vile. So wote walikataa kutoa hizi kambi, lakini walisema kwamba kambi hizi hazitopigana vita tena, zimeacha masuala ya kupigana vita. Sasa Muiran pia vile aliweza kuwekewa vigezo na nchi ya Amerika. So hivi ni vigezo ambavyo vilikuwa vinawekwa ili mradi vita visimamishwe. So ni ile kwamba wewe fanya ABCD ndio mimi nami pia nisikupige vita. Na huyu naye pia anamwambia mwenzake wewe pia fanya ABCD
ndio ili mimi pia nisikupige vita. So unaona kuna baadhi ya hivi vitu ABCD vina uwezekano wa kufanyika na kuna vingine havina uwezekano wa kufanyika. Vitu ambavyo havikuwa na uwezekano wa kufanyika, mojawapo ni pale ambapo Mwamerika alimwambia Iran aweze kumpa vitu vyote vile ambavyo vilikuwa vina uwezekano kutumika kutengeneza bomu la nuclear. So kwa ufupi hapa Mwamerika alikuwa anamwambia Muirani ya kwamba vile vitu vyote ambavyo vinaweza vikakulinda wewe wakati ambapo sisi tutakuwa tumekuja kukupiga kwa mara nyingine, tunavitaka sasa tuwe navyo sisi. Ikimaanisha kwamba endapo Mwamerika atarudi kwa mara ya pili kumpiga Muirani awe hana chochote cha kujitetea. Ndio pale ambapo Muirani akamwambia kwamba sisi sio wapumbavu. Hiyo basi kama kabisa hatutoweza kukuruhusu wewe Mwamerika kuchukua vitu na silaha zetu ambazo tunazitumia sisi kutengenezea mabomu ama zana za vita ambazo kesho zitakuja zitatusaidia hata baby dhidi yako. Ndio pale ambapo Mwamerika akaona hapa sasa these guys are still threatened to us, na tutaendelea kuwapiga vita. Na kulikuwa kuna msimamo kadhaa hapo ambao walikuja wakasema kwamba we are going to stop fighting you guys for almost 21 days, ambao zile 21 days iliisha na kwa sasa it's more than 21 days, na tumeona kwamba Iran ameanza kuwasha moto. Na moto kuwashwa na Iran isimaanisha kwamba Iran ndo anasababisha hivi vita. Ifahamike tu hapo awali tayari kulikuwa kuna mazungumzo dhidi ya Iran na Israel pamoja na Amerika ambayo yalichukua muda sana, lakini mazungumzo haya hayakufua dafu. Na hata mazungumzo haya kabla hayajafika mwisho, Amerika tayari alimuonyesha Iran ya kwamba mimi naweza nikakupiga wakati mazungumzo yakiendelea. Ndio pale ambapo Iran akasimamisha mazungumzo na akamwambia let's go to the battlefield, kwa sababu ni kama mazungumzo yamekataa kuzaa matunda. So ladies and gentlemen, mimi niwaambie tu wale ndugu zangu wote ambao wako nchi za Warabuni ambao hawahusiki, kwa sababu a lot of people are going to be affected, ambao hao kiukweli kabisa directly hawahusiki na hivi vita, lakini hivi vita vitawadhuru kwa njia moja ama nyingine. Sababu kubwa ni kwamba wale ambao ni wamiliki wa ile nchi wamekataa kutii sheria, wamekataa kuinua mikono, na hivyo basi wameamua waende kwenye vita. Acha tuone vita hivi vitaishia wapi. Letu sisi ni jicho na maombi, ili mradi ndugu zetu ambao wako kule waweze kuepukana na madhara ambayo yatatokea kwenye vita hivi ambao haviwahusu. Oh my God. Guys, look at other. Look at other. Look at other. Look at other. Anything here? Oh my God. बिल्कुल मेरे रूम के सामने. या अल्लाह खैर.